sema kaka yake anamwambia aache kazi za ndani kama vile anaiona ni kazi ambayo sio isiyofaa au anateseka. Anasema unajidhalilisha. Unawadhalilisha familia. Mimi yani unajua kwa nini napenda kufanya kazi za ndani? Kuna vitu nasema unaenda kufanya kazi kwa mtu, anakulisha, unalala pazuri. Unaumwa anakutibia, alafu mwisho wa siku anakulipa pesa, alafu bado unasema sio kazi nzuri. Tunataka nini? Tunataka nini? Kweli. Yani mimi nasema ni fikra potofu tu za kuona kwamba umaskini hiki labda udhalilishaji. Kazi za ndani sio udhalilishaji. Fikra za umaskini. Kwa sababu sisi tumeletwa ili kusaidia jamii. Ukienda kwa mtu ukiishi naye vizuri, pia naye anakuwa na historia kabisa. Kwamba dani niliishi na mtu hivi, yani hivyo ndio inakuwa hivyo, kwa sababu kwanza sisi tunakufa, tunaacha vizazi. Leo nimekufa au Madam Joyce hayupo, nilikaa naye vizuri na uwezo kuja hebu safari mporikizo njioni kwangu hata walau wiki 2 lakini watu wanaona ndo tunajidhalilisha, sijui unafanya kazi. Hebu ondoshe hizo fikra, watu waache jamani. Watu waache kabisa. Yani na hiyo kazi sio kwamba unaifanya milele. Kuna kazi ambazo unaanza unaenda ukipanda. Huyo au ndugu zenu leo hii kama wana pesa, wana maisha, wamejenga, walianzia hapo. Sasa iweje wao leo hii wamefika walipofika ndio wanatuona sisi tunaoanza tunajidhalilisha? Wao mbona walikuwa wanalala barabarani? Si unajua kuna watu walikuwa wamelala kwenye mitaro katika kutafuta maisha. Mtu anaenda kwenye mji labda hana ndugu hana nini, anaanza kulala nje, analala stendi. Wewe unafikiri watu wote wako stendi wanasafiri wale? Wengine ndo makazi yao. Lakini baada ya miaka 5 10 yule mtu unakuta kajenga. Yule mtu unakuta ana maisha yake, ana familia yake. Sasa anaanza kumdharau, anaelala stendi, yeye kashasahau alilala kule. Sasa wanaosema sisi tunajidhalilisha, watu kome, kwa sababu na wao wameanzia chini. Haijalishi hata kama sijui ni anafanya biashara gani au sijui ni bosi wa wapi, lazima alianzia chini. Maisha yanaanzia chini. Kuna maisha yanaanzia juu? Hapana, tungekuwa tunazaliwa tunatembea. Wengine mpaka na magazini kwa watu, unakuta mtu katandika maboksi yake pale, analala asubuhi anachanganyikana na watu, leo ukasema kwamba mtu ametokea wapi, kumbe ametoka hapa. Najua na huyo ndio akija kufanikiwa kiukweli kabisa, yani anakuwa na uchungu kwa sababu anajua ndio hao tunaowalalamikia, mimi ndugu yangu ana uwezo lakini anisaidii. Kumbe ana uchungu na ile hela yake, anajua alikotoka nayo. Sasa wewe unataka tu akupe tu kirahisi. Hapana. Na wewe nenda kasote. Hata kama akikupa, anakupa kwa maonyo. Anakupa kwa maonyo, atakupa kwa masimango, na atakupa kidogo ambacho hawezi kukusaidia. Na atachoka kukupa. Hebu nakupa mtaji. Kitu mimi kikataa. Yani na wengine hata mimi mwenyewe na ndugu zangu nishawasaidia mitaji ambao yani mimi sikusaidiwa mtaji. Wao nikaona hawa wanakuja tu nawapa hela, kwa hiyo akienda atakwambia dada zile hela nilikabwa. Unasema huyu kashaona mchezo. Kwa hiyo na yeye aende akasote, akaanze ana uchungu nayo. Kwa hiyo mimi nikakata kabisa. Ndio wao unasema akikupigia simu naangalia, unajua huyu simu ya kuomba hela, upokei. Kwa hiyo jamani, umaskini tunautaka wenyewe. Kudharauliwa tunakutaka wenyewe. Mtu pambana, anzia pale pale chini kwenye msoto. Hakuna maisha marahisi, hakuna. Sota yani huko kwa bosi wako, sijui bosi mkali, sijui kazi ngumu, unawahi kuamka unachelewa kulala. Ndugu yangu, hapo ndipo penyewe. Hapo ndipo maana kwenye hii kazi yetu utasikia dada wa kazi wanachelewa kulala, wanawahi kuamka. Ndio asili ya kazi. Umeenda kuhudumia. Yani kazi ya ndani ndio inavyokutaka. Na ukikomaa pale, unashangaa ukija kuanzisha biashara yako, unaweza ukakaa masaa 24 hujalala. Si biashara yako? Wewe niambie wa nini? Umesema umefungua nini? Mazao, nafaka. Huwezi kukaa masaa 24 hujalala wewe. Maana masaa 24 hujalala wakati kwa bosi wako ulikuwa angalau unachelewa kulala, unawahi kuamka. Lakini ulivyoanzisha biashara unashangaa hulali kabisa. Maana bila hivyo hela zitapotea. Mara umeagiza mzigo huko, unapiga simu usiku wa manane, unaambiwa sijui gari imefanyaje, sijui imepata, usingizi utakuja. Ulali. Mbona ulalamiki kwamba jamani mbona sijalala kabisa, hii kazi inaninyanyasa? Hakuna, kwa sababu ni biashara yako unapambana. Kwa hiyo jamani, mimi nafikiri
tumeelewana. Yaani kwa mtu yoyote mwenye akili, kwa hichi kikao ambacho nilikusudia kukifanya cha kuambieni matajiri ni nyie na maskini ni nyie. Umesikia? Usijiweke hivi kama vile yani kama teja ambaye yani ana nani, unajuaga teja akishalewa. Yani unamwangalia mtu sasa huyu unampeleka wapi? Kuwa active. Onyesha una matumaini, una malengo, una kitu chako yani unakitaka. Yani unaonyesha kabisa huyu ana matumaini ya maisha. Lakini ukikaa hivi kama vile yani jamani unasema yani kakaa hivi sasa unamwangalia unasema unampeleka wapi? Sisi tunaelewana Kwa hiyo utajiri kwanza hata kuanzia mtu anavyokuona. Yani tu anavyokuona bosi wako una smile. Sisi tunaelewana, unachangamka, unajifunza vitu, unakuwa active, unafanya kazi, huo ndio utajiri. Mtu akikuona anasema dada ana energy. Yani dada huyu kweli dada. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanikiwa. Lakini ukikaa tu si la saba, ndugu yangu, njia haina huruma, unabaki na mimi sijasoma, hizi kazi hazina cha kusoma. Kichwa. Yani wewe shukuru Mungu alikupa kichwa. Kichwa si unacho? Aliyesoma kwani si kichwa tu? Kapata tu njia nyingine huko kasomeshwa, lakini na wewe siku hizi njia za kusoma ni nyingi. Tumeshaongea hapa, simu yako ni shule, ni zaidi ya shule. Shule hii simu ni zaidi ya shule. Kwa hiyo ni wewe kutuliza kichwa na kujua sasa hivi nataka nini. Focus kwenye kile ambacho ni cha muhimu kwa sasa hivi. Vingine utakutana navyo baadaye. Ukifanya hivyo unashangaa umetoka kwenye maskini ndugu yangu. Ila usipofanya, wewe utaendelea tu kunani. Wale wachache ambao wanaweza kutumia hivi vichwa vyao kama asset, utaona wanasonga mbele. Wataendelea mbele. Kwa hiyo ndio hivyo. Sawa Nasema hivi kwa sababu ninajua kufanyia kazi nako sio kazi rahisi. Hapa tumeongea tumesikilizana. Lakini ile hali sasa ya kusema naenda kwenye hii stage nayo ina ugumu sana, ina ugumu wake. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema nawatakia kila laheri. Kama ukiweza kupambania huo ugumu wa kutaka kuwa bora, yani lazima ubadilike. Ila ukishindwa kwenye umaskini usishangae unakuwa maskini. Yaani hujalogwa wala sijui hakuna biashara kusema mimi kwa sababu sijasoma, kwa sababu uwezo wa kusoma unao, ni uvivu wako. Wengi, matajiri wengi ni hawa wasiosoma. Mfano KFC madam, kwani kasoma kwa nini? KFC. Sasa unaona utajiri alionao. Nakwambia matajiri wote hawana elimu za maana sana. Ni watu wanaosoma vitabu. Ni watu hata mimi yani shule ndio nimesoma hii theology tu. Lakini maarifa yangu yote, vitu vyangu vyote ninavyovijua ni mtu wa kusoma vitabu. Nasoma vitabu kwa ajili ya kuongeza maarifa. Kwa hiyo kila siku nakuwa ni mtu nayepata mwanga. Kumbe hiki kinafanyika hivi, kumbe hiki kinafanyika hivi. Kumbe hiki kwa kusoma. Watu waliofanikiwa wameandika vitabu vingi na wameonyesha jinsi njia walizopita. Kwa hiyo na wewe unapita zile. Unasoma unafanyia kazi kile unachofundishwa. Ndio hivyo. Kwa mtu asikutishe na cheti wala sijui na kisomi chake. Tena wajinga wengi ndio hao waliosoma wenye vyeti wao ndio wapumbavu wakubwa wengi sana. Hawana yani ukimpa kazi na kile cheti anachodai anacho ni vitu viwili tofauti. Sasa bora mimi sina cheti lakini yani kukunyoshea vitu na vinyoosha vizuri kabisa. Kwamba kujua vitu na vielewa. Sijui unaelewa? Na cheti sina. Lakini wewe una cheti nikikupa kazi huwezi kufanya. Sasa ina maana gani? Achana na hiyo biashara. Si ndio hao wanatusumbua? Kwenye mradi wetu si nimewambia tuiachana na biashara ya cheti. Yaani wewe ukija na cheti, tunaweka cheti chako pembeni, tunakuangalia wewe kwanza. Wewe kwanza una uwezo gani? Sio cheti. Tuliacha wewe ujinga. Mwanzoni tulifikiri kweli waliosoma ndio wazuri. Tukaja tukagundua kumbe hao ndio mabomu kabisa. Kwa hiyo mtu akija akisema mimi nina uzoefu, huyo ndio tunambeba. Na ujuzi. Ujuzi wa kitu fulani. Yaani ameshafanya kazi fulani. Kama nani hapa? Huyo uzoefu. Hajasomea. Lakini ana uzoefu, ana ujuzi ambao yani hata mtu aliyoenda kusoma hotel management inawezekana hata hawezi kumfikia. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo ujuzi ndio pesa, sio cheti. Wala usisumbuliwe na mtu, hata usibabaike. Nakwambia sisi nimesomea kitu fulani. Hamna. Nilienda kusuka juzi kwa rafiki yangu ananiambia,
wale wanafunzi wanani pale, unachua hapo teacher nani. Akasema nimeita wanafunzi, kila anayekuja anakuja na cheti chake, namwambia haya, kichwa hicho hapo suka, hakuna kitu. Yani hawajui. Unamweza umesoma muda gani? Miezi 6. Na ada ukalipa? Ndio. Sasa mbona huwezi kusuka? Na cheti ndio unacho. Si unaelewa? Kwa hiyo yani sisi kuna hiyo shida ya watu kutembea na cheti. Yani anaenda shule yani kama mazoea tu, akifika labda hata apate hicho cheti. Hasa ndio hiki kwenye kazi za ndani, mtu anataka akae mwisho wa mwezi ufike apate mshahara. Wewe kwenye kazi za ndani, kazi sasa ufanye zile kazi. Hizo ndio zinakupa hela. Na kila siku zifanye kwa ubora ili watu wakulipe zaidi. Tumeelewana jamani? Haya, tumalize.